Sasa majeshi ya malaika wa mbinguni wafurahi, tushangilie wakati wa ibada hii ya usiku, na tarumbeta la wokovu litangaze ushindi wa mfalme mkuu vile. Hata dunia iliyoangazwa kwa nuru kubwa namna hiyo ijae furaha, na ulimwengu wote ulioangazwa kwa utukufu wa mfalme wa milele uone ya kuwa umeondolewa giza. Hafurahi na mama kanisa aliyepambwa kwa uzuri wa mwanga kubwa vile, na nyumba hii ivume sauti ya watu. Ndiyo maana ninyi ndugu zangu mlio hapa katika nuru kubwa ya mwanga huu takatifu, na waarifu muombe pamoja nami huruma ya Mungu Mwenyezi, ili huyu aliyependa kunipokea katika hesabu ya mashemasi, ingawa sistahili, anijaze nuru ya mwanga wake, anisaidie kueleza sifa za mshumaa huu kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanaye, anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Takatifu Mungu milele na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki kumtukuza Mungu Baba Mwenyezi asiyeonekana, na mwanae wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo, kwa upendo wote wa moyo na roho na sauti yetu, aliyemlipia Baba wa milele deni la Adamu kwa ajili yetu sisi, akafuta adhabu ya dhambi ya asili kwa damu yake takatifu. Hiyo ndiyo sikukuu ya Pasaka, anapochinjwa yule mwana-kondoo wa kweli, na milango ya waamini
inabarikiwa kwa damu yake. Ndio usiku uliowatoa kwanza baba zetu wana wa Israeli Misri, ukawavusha pakavu katika bahari ya Shamu. Basi huo ndio usiku uliondoa giza ya dhambi kwa mwanga wa mnara wa moto. Huo ndio usiku ambapo popote duniani wenye kumsadiki Kristo wanatengwa leo na maovu ya dunia na giza ya dhambi, na kurudishiwa neema na kupewa utakatifu. Ndio usiku Kristo alipovunja vifungo vya mauti, akatoka kaburini mzima, mshindaji. Kuzaliwa kungali tufai tu, tusingali kombolewa. Wema wako kwetu ulio wa ajabu. Wema gani wa upendo wako usiopimika, kwamba ukamtoa mwanao awakomboe watumwa. Kweli lazima dhambi ya Adamu iliondolewa kwa kifo cha Kristo. Kosa lenye heri lililostahili tumpate mkombozi mkubwa kama huyo. Usiku wenye heri kweli uliostahili peke yake kujua sana wakati Kristo alipofufuka kaburini. Huo ndio usiku ulioandikiwa, usiku utangazwa kama mchana, na usiku ndio mwanga katika furaha yangu. Kwa sababu hiyo utakatifu wa usiku huo wafukuza maovu, wasafisha makosa, warudisha utakaso kwa wale walioanguka, na furaha kwa wale waliokuwa na sikitiko. Wafukuza chuki, waleta mapatano, na wenye makuu wanyenyekesha. Basi kwa sababu ya neema ya usiku upokee, Baba mtukufu, sadaka ya jioni ya ubani huu, ambayo kanisa takatifu inakutolea kwa mkono wa watumishi wake katika toleo tukufu la mshumaa huu.
uliofanyika kwa nta ya nyuki. Na sasa twafahamu ubora wa mnara huu unaowaka moto kwa heshima ya Mungu. Na moto huo ingawa umegawanyika, haukupata kupungua kwa kuwasha mioto mingine, kwa maana walishokwa nta yenye kuyeyuka, iliyotengenezwa na mama nyuki kwa umbo la taa iliyo nzuri. Usiku wenye heri kweli, uliowanyang'anya Wamisri mali, ukawafanya watajiri wa Wayahudi. Usiku ambao unaunganisha mbingu na dunia, tena Mungu una watu. Basi tunakuomba, Bwana, ili mshumaa huu uliobarikiwa kwa heshima ya jina lako uendelee kuwaka, upate kufukuza giza ya usiku huu. Tena upokee kama harufu tamu, uungane na mwanga wa mbingu, nyota ya asubuhi iukute moto wake ukiwaka, yaani nyota ile ya asubuhi isiyotua kamwe. Ndiye yule aliyetoka kuzimu akawaangazia wanadamu kwa utulivu. Basi tunakusihi, Bwana, utujalie nyakati za amani kwa furaha hizi za Pasaka. Ututawale kwa ulinzi wako wa kila siku, utuongoze, utukinge sisi watumishi wako na mapadri wote na waamini wako wapenzi, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francesco na askofu wetu Mikaeli Songanzila. Uangalie pia hao wenye enzi wanaotutawala, uwaongoze kwa nguvu ya wema wako usio na mwisho na huruma yako. Uyaongoze mawazo yao yaelekee haki na amani, ili baada ya shughuli za duniani wafike katika makao yako ya mbinguni, wao pamoja na watu wako wote. Kwa ajili ya huyo Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na